Ni siku ya Jumamosi ambapo asubuhi ya leo hakika ninaamini kwamba mahali popote pale umeamka ukiwa unatazama, ukiwa hakika umeamka ukiwa umebarikiwa. Huwa ninakuhimiza kwamba kuna haja wakati ambapo umeweza na kuamka katika uso wa dunia kujitamkia baraka, kujitamkia wema wa Mwenyezi Mungu, kujitamkia kuona ukuu wa Mwenyezi Mungu katika hiyo siku ambayo ameweza na kukubariki nayo. Maana kile ambacho unatamka kupitia kwa kinywa chako hakika ndicho utaweza na kukipokea. Karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tuendelee na kuogelea ndani ya hayo manyunyu. Ambapo ninaamini kwamba hakika tutaweza na kubarikiwa. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni yuko hapa tayari kabisa ili akaweza na kutubariki kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka. Basi karibu sana tukaweza na kupokea hizo baraka kwa pamoja. Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo naomba kukusalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo, nami si jambo. Karibu katika ibada ya siku ya leo. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya baraka zako zisizo na kifani. Tunazidi kutumaini wewe, tunazidi kukutegemea wewe. Zidi kutuinua, zidi kututimizia mahitaji yetu, na zidi kuwa pamoja nasi, na uzidi kutubariki kupitia neno lako takatifu. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Tunazidi na kumtumaini Mungu, tukijua ya kwamba Mungu ndiye kila kitu katika maisha yetu, na Mungu ndiye anayetuongoza, na Mungu zaidi ya yote ndiye mlinzi wetu, hata ndiye ambaye ametuwezesha kuwa mahali hapa. Kwa hivyo kipengele cha asubuhi ya leo ni kuwa chombo cha baraka, ama tujue ya kwamba sisi ni baraka kwa wengine. Tuko katika huu ulimwengu, hata tunapozidi na kumtumaini Mungu, tujue ya kwamba tuko katika huu ulimwengu ili tukaweze kuwatia wengine nguvu. Tuko katika huu ulimwengu ili tukaweze kuwasaidia wengine. Tuko katika hii dunia ili tunaishi kwa ajili ya wengine. Kwa hivyo tuishi kwa kusaidiana, nayo tutaweza kuongozwa na neno la Mungu ambalo litatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaamuriwa ya kwamba tuwe baraka kwa wengine. Kama ni mtu ambaye umempata akiwa katika shida, kama ni mtu ambaye unaona unaweza kumsaidia akiwa katika ama anatafuta kazi, na wewe unajua mahali ambapo unaweza kumsaidia akapata kazi, msaidie tu. Hata kama ni mtu ambaye amekosa chakula, msaidie kama uko na uwezo wa kumsaidia. Kwa maana tumeambiwa tukibarikiwa na Mungu, nasi ametubariki ili tuwe baraka kwa wengine. Kwa hivyo Mungu alipombariki Ibrahimu alimwambia naye awe baraka kwa wengine. Kwa hivyo tunaona akiwabariki wengine, tunaona hata akiwasaidia wengine, tunaona hata tunasoma kupitia kwake vile alikuwa mkakamavu, vile alikuwa mjasiri, vile alikuwa anamtumaini Mungu katika kila hali. Hata wakati ambapo waliambiwa ya kwamba, waliweza kunjuzwa ya kwamba watapata mtoto, yeye hakuwa na wasiwasi, kwa maana alikuwa anajua kwa Mungu yote yanawezekana. Ikafikia mahali hata Ibrahimu akaambiwa amtoe huyo mtoto kama dhabihu, lakini hakuwa na hofu, hakufadhaika wala hakulalamika. Lakini sisi wanadamu tumejawa na malalamiko, tumejawa na manunguniko, tunanungunika ili na ili, lakini tumeambiwa nini? Kama vile Ibrahimu tunafuata ule mfano mzuri wa Ibrahimu.
vile alifanya. Nasi pia tunaambiwa tuwe chombo cha baraka kwa wengine, tuwasaidie wengine. Tujue ya kwamba Mungu ndiye anayetubariki ili tuwabariki wengine. Na tunaambiwa ya kwamba mwenye ana kitu hata kile kidogo ambacho yuko nacho kitachukuliwa na kuongezewa mwingine ambaye ako na nyingi, ama ambaye anajua kumtumaini Mungu, ama anamtegemea Mungu, ama anafanya kulingana na kusudi ya Mungu. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu anatuhimiza, neno la Mungu linatuhimiza ya kwamba tuwe baraka kwa wengine, tuwasaidie wengine, kwa maana tuko katika ulimwengu, tumebarikiwa ili tuwabariki wengine. Tumezindishiwa vipimo vyetu ama mambo yetu ama vitu vyetu ili tuwabariki wengine ama tuwasaidie wengine. Mungu utubariki kwa kusudi. Yaani Mungu hawezi akatubariki hivi tu, anatubariki, ndio maana anasema anatubariki ili nasi tuwe baraka. Kwa hivyo anasema akilikuza jina letu ama akilitukuza jina letu ama akituinua, ametuinua ili tukaweze kuinua wengine. Ametusaidia ili tukaweze kuwasaidia wengine. Kwa hivyo neno la Mungu linatuonya kutokuwa na kuondoa uchoyo, kutokuwa wachoyo. Tuwe watu ambao wamejawa na baraka. Si lazima usaidie mwenzako ama kwa kitu, ama umsaidie kwa kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua, lakini pia unaweza kumsaidia kwa neno. Unaweza kumsaidia hata kwa kumtia nguvu kupitia neno. Kamwambia jitahidi, jikaze, Mungu yupo pamoja nao. Umemtia nguvu na umemsaidia. Lakini wakati mwingine huwa tunaona ni kama tutasubiri Mungu atubariki na vitu, atubariki na pesa ili tukaweze kusaidiana. La sivyo. Maneno, ukitoa neno kinywani mwako likitia mwingine nguvu, ukitoa neno kinywani mwako ukitamka uponyaji na mwingine akipona, neno la Mungu anazidi kutukuka akiwa juu mbinguni, na zaidi ya yote anazidi kufurahi, kwa maana tuko katika huu ulimwengu, tuko katika hii dunia ili tukaweze kusaidiana. Vile vile tujue ya kwamba tukishiriki na wengine kwa hiyo njia ya kuwasaidia, Mungu naye atazidi kutuinua. Tujue ya kwamba pia tukitumia vipawa vyetu kuwasaidia wengine ama kumtumikia Mungu, naye pia atazidi na kutuinua. Na pia tuwe mashahidi wa Kristo. Tujue ya kwamba neno la Mungu sio wahubiri tu wanahubiri. Hata wewe Mungu anaweza tia neno kinywani mwako uende ukaambie mwingine. Kwa hivyo usiwe mchoyo wa neno, usiwe mchoyo wa kusaidiana. Kwa mtu ambaye hata Mungu akitia neno kinywani mwako akikwambia enda ukaambie fulani hili na hili, ama enda ukamtie nguvu katika mangumu anayopitia, enda umtie nguvu. Waje kusema neno linahubiriwa na pasta, neno linahubiriwa na kasisi. La sivyo. Kila mtu ni mhubiri, tunaambiwa tuwe mashahidi. Kwa hivyo neno la Mungu lizidi kukaa ndani ya mioyo yetu na lizidi kutuongoza na lizidi kuwa pamoja. Mungu azidi kuwa pamoja nasi tunapozidi na kukua baraka kwa wengine, na tunapokaa na wengine kama vile Mungu anavyotaka tuishi. Mungu na atubariki na ambariki neno lake. Amina. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako. Neema yako izidi na kututosha. Neno lako likazidi kukua ndani ya mioyo yetu. Tuongoze hata siku yote. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Tutumie baraka tulizopewa ambazo tumeweza na kubarikiwa na Mwenyezi Mungu nazo. Wabariki wale wengine na kuhudumia wengine na moyo safi, na moyo wa kupenda, moyo wa kutaka, moyo wa kunjali. Hapa neno la Mwenyezi Mungu aliweza na kuongea na mtumishi wake Ibrahimu. Aliweza na kumuongelesha kwamba akamwaidia yote ambayo atakuwa kile ambacho atakuwa na Abrahamu akaweza
Ibrahimu akaweza na kuamini ahadi za Mwenyezi Mungu ambazo aliweza na kumwambia ama ambazo aliweza na kumpea. Je, wewe huwa unaamini ahadi za Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako na zile baraka ambazo ameweza na kukubariki nazo? Usije tu ukanjiwekea mbali, ukaweza na kuzitumia kwa watu wengine, ukabariki wengine kama vile ambavyo wewe umeweza kubarikiwa, ukawaundumia wengine kupitia zile baraka ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kukubariki nazo. Umebarikiwa ukanjiwekea, ama umebarikiwa ukawa wewe ni wa baraka kwa wengine? Hilo ndilo swali ambalo ninakuacha nalo asubuhi ya leo, nikikutakia weekend njema, weekend ya baraka siku ya leo. Kwa wale ambao wako na shughuli tofauti, hafla tofauti, Mwenyezi Mungu akawaone mema yake, Mwenyezi Mungu akawe pamoja nanyi, na Mwenyezi Mungu akatukumbuke tu katika mambo yote yale ambayo tumeweza na kumwelezea na yale ambayo pia anayajua kutokana na maisha yetu. Bye bye.